Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Niko hapa kuweza kueleza kwamba ni kwa nini sisi hatusherehekei sikukuu ya Christmas. Bila kupoteza muda wala bila kuchukua muda mrefu sana, ninaomba watu wa Mungu niwaeleze, hasa sisi ambao tuliookoka. Mtu baada ya kuokoka haruhusiwi kabisa kuendana na taratibu ambazo zipo kinyume na mpangilio unaohusiana na watu waliookoka. Utaona Yesu Kristo wakati alipotoka duniani aliacha upentekoste. Akasema watakutanika mahali pamoja, alafu atakuja Roho Mtakatifu ambaye atawajaza nguvu. Kwa hiyo Yesu alipoondoka aliacha upentekoste. Sasa sisi wengi katika kuzaliwa kwetu tumezaliwa kutoka kwenye dini ambazo zilikuwa sio dini za wokovu. Kule tulipokuwepo kwenye zile dini za Katoliki, wengine kwenye dini tu nyingine, hatimaye walipokuja kuijua neema ya wokovu sasa wakakubali kuokoka, kuna vitu vingine hawakukubali kuviacha. Ndio maana mpaka leo nikikuuliza wewe Christmas umeanza kuijulia wapi, utakumbuka kwamba wakati upo Katoliki tangu ukiwa mdogo mlikuwa mnasherehekea. Mimi mwenyewe nilikuwa Mkatoliki, tangu nilikuwa mdogo tulikuwa tunasherehekea hizi sikukuu. Sasa lazima tuweze kuangalia hiki kitu ambacho kinaadhimishwa mpaka na wapagani na watu ambao kabisa mpaka wengine sio Wakristo wanakifanya. Tukikiangalia kwa undani hasa kimetoka wapi? Mnakumbuka vizuri unaposema wa Roma ni Warumi hawa. Wakati Paulo anakwenda kuhubiri, waliongea kwamba wanatupa desturi au wanatuletea maneno ambayo sio desturi zetu. Kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 16, labda nikisoma huu mstari wa 21, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi, yani sisi ni Waroma. Hasa Waroma walikuwa na desturi zao. Mnakumbuka kule maeneo ya Vatican, hata maeneo mengine ya kule ambapo kuna Warumi wengi, Waroma wengi, walikuwa ni watu ambao ni maarufu sana kwa kuabudu miungu. Ndio maana mpaka leo utaona kwenye makanisa ya Katoliki yamejaza sanamu nyingi sana. Kwa nini? Desturi zao ziko tofauti, zipo kinyume na mambo ya wokovu. Sasa wengi tuliookoka baada ya kuwa tumetoka kwenye zile dini, kuna vitu hatujakubali kuviacha. Ndio maana kuna wengine mpaka leo hii ubatizo hawajakubali kuacha ule ubatizo wa Katoliki wa maji ya kunyunyiziwa watu kichwani. Hawajaacha bado mpaka sasa hivi. Ndio maana wengi utasikia tumeokoka lakini ubatizo wao sio ule ubatizo wa watu waliookolewa. Sasa kiuhalisia Christmas, ndio maana zamani ilikuwa ni Xmas, haina uhusiano wote kabisa na kuzaliwa kwa Yesu. Kuna watu wengi wanasema kwamba kwani si tunasherehekea tu Yesu alizaliwa? Ndugu yangu nisikize vizuri. Katika Biblia hatujaona sehemu yote ambayo Yesu alifanywa sherehe wakati wa kuzaliwa. Kwa sababu Yesu pale alikuwa hajamaliza kazi. Ndio maana alipita kipindi cha kujaribiwa mpaka anapandishwa kwenye mlima na Shetani ili ajaribiwe, aangaliwe. Angeshindwa usingekuwepo wokovu. Kwa hiyo ushindi ulipatikana katika kufufuka kwake, ndipo ushindi ukatangazwa. Ndio maana tukio pekee la kuweza kutambulisha Ukristo ni kwa kuwa Kristo alikomboa watu wake akafa msalabani. Ndio maana mpaka Pasaka inatangazwa. Hata kwenye Biblia tunaona pale kwamba watu walikula Pasaka, ila Christmas haiko. Na nikueleze kitu kingine, tumeugusia mambo ya desturi. Utaona nikisema nikuulize maswali, wewe ambaye unayesherehekea Christmas, ule mti wa Christmas una uhusiano gani na kuzaliwa kwa Yesu? Yesu alizaliwa kwenye zizi la ng'ombe. Kale ka mti ambako naona watu wanakaweka ka Christmas tree, kametokana na kitu gani? Sasa sikiza vizuri, uangalie kwenye kitabu kile cha Yeremia ile sura ya 10 na ule mstari wa 3. Maana desturi za watu hao ni ubatili. Maana mtu mmoja hukata mti mwituni, kazi ya mikono ya fundi, na shoka huupamba kwa fedha na dhahabu, huukaza kwa misumari na nyundo. Sasa hapa hawa wanaokata mti, huo ndio ule mti wa Christmas mnaona wanaupamba. Sasa haya ni mambo ambayo walikuwa wanafanya wapagani zamani. Kwa hiyo sisi tuliookolewa hatuwezi kushika, yani hatuwezi kunaswa na huo mkumbo. Hiyo sio sherehe ya Yesu kuzaliwa. Na kwambia ni heri
ukae utenge siku nyingine useme leo na sherehekea kwa kuwa Yesu jamani alizaliwa katukomboa, mfanye hata sherehe yenu ninyi wenyewe kwa wakati wenu tofauti na huu ambao dunia imepanga, hapo sio dhambi. Lakini ulimwengu, mambo ya ulimwengu jinsi ilivyo, ndugu yangu, Biblia inasema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia imeshapanga mambo inavyojua yenyewe. Ukifuata utakuwa unajua unachokifuata ni nini. Kwa hiyo angalia kwenye Biblia hakuna andiko linalotuambia watu walisherehekea Christmas. Haipo. Maana Yesu alikuwa hajamaliza kazi. Sasa msikubali kudanganywa na uongo wa shetani. Mimi nimekuambia ukweli, utanikatalia hapa sawa, lakini ukweli utakuja kujua, lakini utakuwa umekwisha kuchelewa.